Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji na msikilizaji wa Ncha Kali Podcast. Karibu sana kwenye podcast yako pendwa ya Ncha Kali, tukiwa kwenye msimu wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, tukiendelea na mfululizo wa podcast zetu za kufanya mahojiano na wanaoitumikia Qur'an tukufu. Mimi naitwa Rajab Msami, niendelee kukusisitiza tu ya kuwa kipindi hiki kitakuwa kinakujia kila siku ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Kwa hiyo muda na wakati kama huu kila siku hakikisha unafuatilia podcast yetu hii, iwe ni kwa kuitazama au kwa kuisikiliza. Unaweza kufuatilia podcast hii kwa kuisikiliza kupitia katika platforms zote za podcast, ikiwemo Google Podcast, Apple Podcast, Spotify na nyinginezo nyingi, ambapo kote huko utatupata kama AD+ Swahili. Lakini unaweza kufuatilia podcast hii kwa kuitazama kupitia kwenye channel yetu ya YouTube inayokwenda kwa jina la AD+ Swahili, au kupitia katika kituo chako pendwa cha televisheni Africa TV2. Zipo podcast nyingi sana ambazo tumekwisha kuzifanya, kwa hiyo unaweza kwenda kufuatilia podcast hizo zilizopita kupitia platforms hizo ambazo nimekutajia. Mimi naitwa Rajab Msami, tuko mbele ya meza ya Ncha Kali Podcast. Kama nilivyotangulia kukueleza ya kuwa tuna wageni ambao ni watumishi wa kitabu cha Allah, Qur'an Karim, na leo pia tunaye mgeni. Tutakwenda kumfahamu ni nani, tutampa fursa ya kuweza kujitambulisha majina yake na atueleze ya kuwa anaitumikia vipi Qur'an. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kwa majina naitwa Abdul Malik Ramadan Abdul Rahman. Mimi ni mwalimu wa Qur'ani katika markazi ya Ibn al-Jazari, nikiwa katika kitengo cha kuhifadhisha Qur'ani. Mashaallah. Ustadh Abdul Malik, kwanza nikupongeze kwa sababu kwa namna ambavyo unaitumikia Qur'an ni namna ambayo Qur'an inastahili kutumikiwa. Lakini pia nikupongeze kwa kazi kubwa mnayoifanya kama kituo, kama Ibn Jazar. Tunafahamu mmekuwa mkifanya kazi kubwa sana kwenye upande huo wa tahfidh. Kwa hiyo Allah walipe kila la kheri. Amin. Na kwa sababu tunaizungumza Qur'an na wewe ni mtumishi wa Qur'an katika eneo hilo ambalo umetutajia, na kwa kuwa tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, basi kabla hatujaendelea na mazungumzo yetu, nikupe fursa kwa walau dakika 2-3 tuweze kupata tilawatul Qur'an, halafu tutaendelea na mazungumzo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف
فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العظيم. Sadaqa Allahu al-Azim. Mtazamaji na msikilizaji wa Ncha Kali Podcast, ni Ustadh Abdul Malik Ramadhani huyo, kama ambavyo alitangulia kujitambulisha kwetu kuwa yeye anaitumikia Qur'an kama mwalimu katika shule ya Ibn Jazar Islamic School, na tumeweza kusikiliza ameweza kutusomea Qur'an kama ilivyo ada yetu. Huwa tunafungua na tilawatul Qur'an, halafu ndio tunaanza mazungumzo yetu na mgeni ambaye tunakuwa tupo naye kwenye kipindi kwa siku ya leo. Na Sheikh Abdul Malik, umetueleza kwa hivi sasa unaitumikia Qur'an kama mwalimu katika shule ya Ibn Jazar, lakini ni kawaida katika kila hatua yoyote ya mafanikio basi kuna hadithi ya kipekee kuyaendea mafanikio hayo. Bila shaka mpaka kufikia hatua ya wewe kuweza kukubalika kufundisha, kukubalika kupewa jukumu, kuidhinishwa kuweza kuifundisha Qur'an, hususan katika kituo kama Ibn Jazar, kuna hatua kubwa umepiga, kuna safari ndefu ulipiga mpaka kufikia hatua hiyo. Tuanzie hapa, twende tukaifahamu safari yako na Qur'an. Ulianzia lini kujifunza Qur'an? Ulianzia wapi? Na safari hiyo ikawaje mpaka hatua hii ambayo umeifikia leo? Tumeweza kukaa katika meza hii ya Ncha Kali Podcast tukizungumza na wewe kama mwalimu wa Qur'an. Karibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa kweli safari yangu ni ndefu. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunibariki kutoka katika familia ya mzee aliyenilea katika malezi hayo ya Qur'ani. Kwanza kabisa mimi nimeanza kuwa na akili, nimejikuta tayari niko madrasa, kwa sababu nyumbani kwetu mzee wangu mimi alikuwa ni mwalimu wa madrasa, ni shekhe pale, alikuwa na pati kubwa. Kuna watu ambao walikuwa wanatoka sehemu mbalimbali wanakuja kusoma pale kwake, lakini pia palikuwa na watu ambao wanatoka majirani wala wanakuja na kuondoka, na kuna wengine walikuwa wanabaki pale kwake katika familia yenyewe ya mzee. Mimi nimeanza kuwa na akili, nimejikuta niko tayari nasoma. Nimeanza kufundishwa hizi qaidatu nuraniya, hizi alifu bata. Nimeanza kufundishwa na mwalimu wangu wa kwanza kabisa ni kaka yangu, tena kaka wa mama mmoja baba mmoja, yani ni akhi shaqiqi, Sheikh Muhammad Ramadhani. Huyu ndio alikuwa mwalimu wangu wa kwanza kunifundisha alifu nyumbani. Sasa nyumbani hiyo madrasa nyumbani. Wapi nyumbani? Dodoma. Okay. Pale kwetu Dodoma sehemu gani? Dodoma sehemu moja inaitwa Nkuhungu. Ni Dodoma mjini. Okay. Dodoma mjini. Tukiwa pale tunasoma Qur'ani, tumeanza alifu kwa kaka yangu, nikasoma ile alifu mpaka nikamaliza. Zamani sisi tulikuwa tunasoma sio kama hivi sasa. Hivi sasa watu wanasoma na majuzuu. Sisi zamani tulikuwa tunasoma na ubao. Bi maana unakuja na ubao wako umeandikwa alifu be te fe. Umesha fe, unakwenda nao nyumbani. Ukirudi tena baadaye mchana, mfano umekuja asubuhi umeenda mchana, unasoma ile. Tunafanya kuaridhi kwa shekhe kwa Kiswahili chetu cha kipindi kile. Umeona? Baada ya kusoma kwa shekhe anaifuta ile, unaandikwa ulikuwa alifu be te fe, unaanza jim ha na kha, herufi 3 nyumbani. Kwa tumekwenda katika system hii ya kufundishwa qaida hii mpaka alhamdulillah nikawa nimemaliza kusoma qaidatu nuraniya au qaidatu al-Baghdadiyya kama tunavyoita maarufu hivyo. Baada ya hapo kaka yangu hakuridhika, hakutosheka, na baada ya kumaliza akasema rudia tena. Sasa unajua naye alikuwa na fikra na mawazo yake yanayoangalia ya mbali ya utu uzima. Nikabidi nirudie tena ile alifu mwanzo mpaka mwisho. Nilipomaliza ile alifu mwanzo mpaka mwisho kwa mara ya pili, baada ya pale nikawa nimeanza kufundishwa na kaka yangu mwenyewe juzuu amma,
Kipindi kile sisi tunaanza suratul Nasi, suratul Falaq tunakwenda. Nilipofika tu katikati ya juzuu amma, mimi moja kwa moja kaka yangu akanichagua, nikarudi katika pati ya alifu, nikawa ni mwalimu nafundisha wenzangu alifu. Okay. Pale ndo niliporudi nikaona kumbe kaka yangu nilivyosoma mara ya kwanza alifu, akaniambia nilivyomaliza rudia tena. Alikuwa anataka kunihakiki ili baadaye aniandae anipe jukumu. Naam. Baada ya pale nikawa naendelea mimi kuisoma juzu amma mpaka nilipoimaliza. Kipindi hicho nasoma juzu amma, kipindi hicho na mimi ni mwalimu nawasaidia wenzangu nasaidia wenzangu alifu. Nakumbuka katika hili kuna baadhi ya watu pale Dodoma, kuna wengine wanaweza kukuta fulani ni shekhe, yule fulani ni shekhe, ni mtu mzima alinizidi mimi age sehemu kubwa zaidi ya miaka 10, mtu mwingine kanizidi, lakini mimi nilikuwa ni sehemu yake, pati yake ya kumfundisha alifu. Alhamdulillah, nashukuru kwa malezi hayo ambayo niliyapata kwa ndugu yangu. Lakini kipindi hicho tunasoma madrasa, ni madrasa nyumbani ya mzee, ni maana kutoka nyumbani ni ukumbini tu ndo madrasa kwenyewe. Naam. Baada ya pale tulipofika juzuu tabaraka, tukaanza kwa kaka yangu kuhifadhi hii juzuu amma. Tunasoma juzuu tabaraka kuangalia, tunasoma juzuu amma kwa kuhifadhi. Alhamdulillah, nimesoma pale juzuu tabaraka, juzuu amma mpaka nikaimaliza, na katika musa wa kuendelea nilikuwa nimefika hadi juzuu ya 3. Unajua napo ukiwa unasoma nyumbani kuna kudeka, kuna nini. Mzee wangu baada ya kuliona lile akaona hapana, hapa nitakuwa sijengi kwa maendeleo ya uharaka zaidi, ikabidi anitoe pale akanipeleka madrasa ya mbali. Kwa wale wenyeji wa Dodoma watakuwa wanafahamu, unaposema kutoka Nkuhungu West Chenangali mpaka ukaenda maeneo yanaitwa Iringa Road, ni maeneo ya mbali. Ukipanda gari moja pale kama ni daladala, utashuka utapanda jingine, ama utatembea zaidi, mwendo zaidi ya robo saa. Kama ukitoka nyumbani kwa kutembea mpaka madrasa ni zaidi ya lisali moja mpaka lisali moja na nusu. Kwa wale watu wa mji wa Dodoma wanalifahamu hilo. Baada ya pale tukajiunga na markazi hii inaitwa Ammar ibn Yasir, ikiwa chini ya uongozi wa shekhe wetu Sheikh Kuwaiba Umar, Mwenyezi Mungu amlipe kila la kheri mwalimu wangu huyu kipenzi. Amen. Na wallahi kafanya makubwa huyu. Sasa katika pati ya tahfidh, baada ya kutoka nyumbani kuhifadhi juzuu amma kwa kakaangu, nikaanza kwake kuhifadhi. Pale tukaanza kuhifadhi kwa Sheikh Kuwaiba, tukawa tunatoka nyumbani tunakwenda na kurudi. Tumehifadhi Qur'ani katika design hiyo, tunakwenda tunarudi, tunakwenda tunarudi. Sheikh wetu kipindi kile alitujengea vitu ambavyo wallahi ni vizuri sana. Tulikuwa tunatoka madrasa Ammari, kuna baadhi ya siku katika wiki takriban siku 3 aliandaa hizo siku za kulala itikafu kwa ajili ya Qur'ani. Kuna msikiti mmoja kwa watu wa Dodoma pale maeneo ya Jamatini unaitwa Masjidi Sunni au maarufu Nunge. Huu ni msikiti ambao ulikuwa chini ya usimamizi wa al-Allama Sheikh Zubair. Sheikh Zubair huyu Allah mrahamu, hivi sasa kashatangulia mbele ya haki. Huyu ndio Sheikh alikuwa akiuongoza huu msikiti, bali pia walimu wote wa pale Dodoma kila siku alfajiri baada ya sala wakuta pale wanasoma kwa shekhe. Hata shekhe wangu pia Kuwaiba alikuwa ni pati pia akitufundisha sisi, pia anakuwa katika darasa za Sheikh Ahmadi Zubairi. Kisha baada ya pale tumehifadhi katika mtindo huo, tunakwenda halaka ya Ammar ibn Yasir na tunakwenda Nunge. Katika moja ya matukio ninayokumbuka Masjidi Sunni Nunge, wallahi matukio makubwa kama 2 matatu hivi. La kwanza, ustadhi wetu alijitolea kwa wakati wake na mali yake. Nasema hivi kwa maana ustadhi alikuwa tukilala pale itikafu asubuhi, tukishaamka tushamaliza darasa, maana tulikuwa tunalala itikafu kama ni saa 4 saa 8 sisi tuko macho, tunasoma Qur'ani na shekhe mpaka salatu asubuhi. Tukishamaliza kuswali tunafanya ardhu ya kile tulichokihifadhi usiku, kama ni hifdhi kama ni muraja tunafanya vyote kwa shekhe. Inapofika saa 1 shekhe huwa alikuwa akitoa pesa yake mfukoni kuhakikisha sisi tunaandaliwa chai. Hii ni katika moja ya vitu ambavyo sitomsahau shekhe kwa kutufundisha sisi Qur'ani, bali kwa kutoa mali yake kwa ajili ya vijana wake tuweze kuhifadhi Qur'ani. Wallahi tulihifadhi kwa mapenzi makubwa. Shekhe wetu alikuwa si mtu ambaye labda kusema anacho, alikuwa neni shekhe wa kawaida tu, hana mshahara, hana nini, yupo tu, lakini wallahi Mwenyezi Mungu alimpa qanaa kwa kila anachokipata katika mambo yake mengine.
huwa anakitoa kwa ajili ya vijana wake. Mwenyezi Mungu amlipe kila la kheri shekhe wangu huyu Sheikh Kuwaiba Omar. Safari yangu ya kuhifadhi Qur'ani iliendelea pale mpaka nikamaliza kuhifadhi kabisa Qur'ani nzima. Kipindi ambacho tunahifadhi hapa tulikuwa tukipata ugeni kwa Sheikh Uthman Ali Kaporo. Ni Sheikh maarufu sana katika mji wa Dar es Salaam, lakini ni maarufu karibia Tanzania nzima katika masala kuzungumza masala ya Qur'ani. Lazima umtaje Sheikh Uthman Ali Kaporo, ana mchango mkubwa. Kipindi kile alikuwa yeye ndio mushriful halaqat, bimaana kulikuwa na halaka Singida, kuna halaka Arusha, kuna halaka Mbeya, kuna halaka Mwanza. Hizi zote halakati hizi Sheikh alikuwa kila baada ya muda anasembelea. Na pale Dodoma ilikuwa hii halaka ya Ammar ibn Yasin, na kuna halaka moja ilikuwa inapatikana Dodoma pale pale maeneo yanaitwa ya Chamwino kwa Sheikh wetu mmoja anaitwa Sheikh Isa, kulikuwa kunapatikana halaka pale. Basi Sheikh alikuwa akifunga kila baada ya muda, anafunga safari anakuja kuzitembelea hizi halaka. Alikuwa akija lazima tukuje fulani, sasa hivi unajizu ngapi, utasoma, atakusikiliza. Baada ya pale ataondoka, atakuja tena baada ya muda. Lakini alikuwa na kanuni, kila baada ya muda akija anachukua mwanafunzi mmoja au wawili, anawaleta Dar es Salaam kwa ajili ya kujiendeleza Qur'ani. Namshukuru sana naye pia Sheikh Uthman Ali Kaporo, naye alifanya safari yangu ya Qur'ani ikaenda mbele zaidi na zaidi. Yeye alikuja pale akasema sasa imefika wakati sasa na Abdul Malik naye nimchukue ili tuwe naye akajiunge kule aendelee na Qur'ani. Hii ilikuwa ni mwaka 2005. Akakuchukua sasa kutoka Dodoma kuja Dar es Salaam. Nilipofika Dar es Salaam nilifika sehemu moja inaitwa Kinondoni. Kulikuwa na markaz moja inaitwa Markaz Ibn al-Jazari, ndio markazi hii ambayo nilivyo hivi sasa. Lakini kipindi hichi markazi ilikuwa ni katika nyumba ya kupangisha, si markazi ambayo ina jengo lake maalum, bali Sheikh alikodi na kulikuwa na vijana takriban 25 karibia 30. Kinondoni sehemu gani ilikuwa? Kinondoni maeneo ya Biafra. Maeneo ya Biafra pale, ukifika pale kuna msikiti mmoja unaitwa Masjid Jamia. Ni maeneo ya pale pale, sio mbali na pale. Hii ni 2005. Baada ya pale tukawa tumesoma pale mwaka mmoja. Kisha baada ya mwaka mmoja, mwaka unaofuatia wa pili 2006, kwenye mwezi wa 8 ikawa kimepatikana kituo sasa cha Ibn al-Jazari. Mimi pale nikawa nimesoma katika masala ya Qur'ani nikiwa ndani ya Sheikh wangu Sheikh Ali Asa Mubarak, Allah amlipe kila la khairi. Nikawa sasa nasoma muraja kwa Sheikh Ali na kuongeza baadhi ya vitu. Nimekwenda pale mpaka 2009 nikawa nimetakharaj katika masala ya Qur'ani. Kisha pale nikawa naendelea na kusoma na masala mengine. Katika huu upande wa Qur'ani mwaka 2014 nikapata raghba kwa sababu Ibn al-Jazari 2009 nilitoka. Nikawa nimetoka niko nje ya Ibn al-Jazari. Nikapata raghba baada ya kufahamu ya kwamba ndani ya Ibn al-Jazari kuna kitu kipi ambacho kinapatikana ambacho mimi kipindi ninasoma hakikukuwepo. Kitu gani hicho? Nikawa nimepata kuna kitu kinaitwa Ijazatul Quran. Ikabidi niende kuomba kwa shekhe ruhusa ya kuweza kujiunga tena na Ibn al-Jazari. Kaambia Sheikh Bamin, naomba nitakuja wala siku mbili, natoka Dar es Salaam mjini na kuja hapa Pwani ili niweze kusoma siku mbili. Sheikh katika mashauriano, unajua Sheikh ni mlezi, kanishauri kasema ili ufanikiwe na kushauri kaa hapa. Na kwa sababu na mimi nilikuwa na nia, basi nikabidi niweke makazi pale Ibn al-Jazari. Alhamdulillah nimekaa pale nikawa nasoma kwa Sheikh wangu Sheikh Abdul Wahhab As-Sarari, Allah naye amlipi kila la khairi, sababu nitakapoisoma Qur'ani yangu popote pale lazima hii silsila ya watu lazima niitaje. Sheikh wangu wa kwanza Sheikh Muhammad kaka yangu alinifundisha, wa pili alinihifadhisha Qur'ani kwa juzuu 29 zote Sheikh wangu Sheikh Kuwaiba Omar, na Sheikh wangu pia Sheikh Ali Asa Mubarak alinifanyisha muraja, kwa sababu Qur'ani baada ya kuhifadhi kuna marhala ya muraja. Hii ndio marhala ngumu zaidi. Hapo kwenye kurudi tena kwa ajili ya ijaza, kwa sababu muda wetu kidogo unakimbia, tuifupishe story ndefu kuwa fupi. Twende hapo mpaka kwenye kupata ijaza, kwanza ulivyorudi sasa hiyo kwa ajili ya kupata ijaza 2009. 2014 nilivyorudi Ibn al-Jazari, nimekaa pale Ibn al-Jazari, nimesoma kwa shekhe miaka 3. Sababu nilipofika nikamkuta shekhe ule mwaka wa kwanza ana watu tayari, ikabidi mimi niweke kusubiria. Alhamdulillah, katika masala ya ijaza usomaji wake uko namna mbili. Namna ya kwanza,
ni namna kwanza ya kutamkishwa, kufanywa talqini ya kusahihisha herufi. Mfano tumezoea sisi huko mtaani tunaita mathalan harfu kaf, tunasema kiaf. Kwa nini kiaf na kwa nini haijawa kaf? Sasa pale ndo tutajua je, ni kiaf au si kiaf. Unasoma huko mtaani swadi au ni sadi au ni swadi. Swadi kwa kunja mdomo, nipi sahihi? Kwa hiyo hii ni marhala ya kwanza ya kutengenezwa mdomo, kulakinishwa. Kisha baada ya marhala hii ukishakuwa sasa uko vizuri, wanakwenda katika marhala ya pili, kuisoma kwa shekhe Qur'ani mwanzo mpaka mwisho. Hii baada ya hapo shekhe ndo anakupa kitu kinaitwa ijazatul Qur'ani, maana ruhusa ya kuisoma Qur'ani na ruhusa ya kuweza kuifundisha Qur'ani. Naam habibi. Niliipata hii 2017 mwezi wa 6 tulifanyiwa hafla ya kumaliza ijazatul Qur'an. Mashaallah. Kwa safari hiyo 2017, kwa safari hiyo ambayo ukomo wake ndio ulikuwa 2017 kupata ijaza kwa ajili ya kufundisha Qur'an. Tukiangalia ulipoanza mpaka ulipofikia, safari ilikuwa ndefu. Nafahamu tumejaribu kuifupisha kulingana na tuna muda ambao ni maalum, kwa hiyo tukisema tuizungumze hapa tungeweza kuhitaji vipindi zaidi ya 3-4. Safari ilikuwa ni ndefu. Bila shaka safari yoyote huwa inakuwa na mishikeshike, inakuwa na kupanda na kushuka, mabonde, milima. Changamoto gani kubwa ambayo hutoisahau katika safari yako na Qur'an? Moja ambayo ni kubwa kabisa ambayo hutoisahau katika safari yako na Qur'an. Changamoto ni nyingi, lakini mimi nitahitaja moja. Changamoto moja kubwa ni ile changamoto ya kuto kuifahamu kwa haraka markazi ya Ibnul Jazari, kuto kujiunga nayo mapema, kwa sababu ningejiunga nayo mapema ningelimaliza hizi marahili zote hizi katika wakati mfupi mno na nikawa na mambo mengi mno zaidi. Hii ndio changamoto. Changamoto zipo nyingi sana hapa katikati, lakini hii ni moja ya changamoto ambazo mimi nimeitaja. Sasa ukiachana na mafanikio ambayo yako wazi kwa mtu kuhifadhi Qur'an na kwa mtu kuifundisha Qur'an, mafanikio ya kiakhera Allah yameahidi yako wazi na yanafahamika. Turudi katika mafanikio ya kidunia. Leo unaweza ukawa kwa hapo ulipo, kwa safari yako ya Qur'an ambayo umetueleza mpaka hapo ulipofikia sasa hivi, ni mafanikio gani ambayo mwenyewe ukikaa unasema wallahi, baada ya Allah, bila hii Qur'an mimi kitu fulani au nisingekuwa katika hali hii? Una mafanikio gani ambayo kwa Qur'an unaweza ukasimama kifua mbele ukasema hili bila Qur'an kwangu lisinge? Nazungumza kwa kinywa kipana, kwa uwazi kabisa, na kwa kumwambia yule ambaye ananisikiliza na kunitizama ya kwamba wallahi hakuna maisha yaliyokuwa bora kama maisha ya Qur'ani. Riziki zangu ni nyepesi, sipati riziki wa kupiga zege, kwa kubeba vitu vigumu. Hii Qur'ani ninaifundisha na Allah humo anatia baraka ya riziki, siombi, silali njaa, alhamdulillah. Hii ni katika moja ya fakhri kubwa sana ya kidunia hii ninaisema, ambayo wallahi ninamshukuru Mwenyezi Mungu. Huenda kama sijaipata Qur'ani ningelikuwa labda nikonda wa dadara. Sisemi ni kazi ni mbaya, lakini nimetoa tu mfano. Au ungekuwa katika kitu fulani, Mwenyezi Mungu kanileta katika kazi ambayo ndiyo bora, kazi bora. Hakuna kazi bora zaidi ya kuifundisha Qur'ani, ambaye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema kazi ilikuwa bora mtu baada ya kuisoma Qur'ani ni kuifundisha ile Qur'ani yenyewe. Unapata thawabu, unaacha athari nzuri. Umeona, riziki Mwenyezi Mungu anakuletea nyepesi. Kikubwa tu ufuate tu masharti yake, uyafuate. Masharti yake ni yapi? Ni kuifanyia kazi ile Qur'ani yenyewe. Kuifanyia Qur'ani Mwenyezi Mungu shahidi hato kutupa. Kwa hiyo haya ni katika mafanikio ya kidunia ambayo naweza nikasema kwa kinywa kipana, alhamdulillah. Mwisho kabisa nikupe nafasi uweze kutoa nasaha zako kwa vijana ambao sasa hivi na wao wako kwenye safari yao ya kuhifadhi kitabu cha Allah. Utoe nasaha, lakini pia kwa Uislamu kwa ujumla, ikizingatiwa tuko ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani, mwezi ambao Qur'ani ilishushwa ndani yake. Kwanza kabisa nianze kumshauri kijana, wasikilize wazazi wako wawili.
wazazi wako wawili ndio wanaoijua kesho yako, kwa sababu wao wameishaishi hiyo huo umri uliokuwa na wewe wauishi. Kwa hiyo wanajua wanapokupeleka madrasa ukahifadhi Qur'ani, wanataka kutengeneza wewe ili uwe mtu wa aina gani. Hili la kwanza mimi ninakushauri kijana mwenzangu, wasikilize wazazi wako, usiwapinge. Alhamdulillah, na mimi kama nilivyoanza kusema mwanzo, namshukuru Mwenyezi Mungu kunijalia Sheikh Ramadhan Abdurrahman, huyu ni baba yangu. Wallahi nashukuru kutoka katika yeye, kwa sababu Mwenyezi Mungu kajalia kutoka katika yeye, kanijalia nimeleleka kupitia Qur'ani na nimeifahamu Qur'ani. Hili na mimi nakushauri kijana mwenzangu, shikamana na wazazi wako, wasikilize miongozo wanayokupa ya kwenda madrasa, shikamana nayo. Hii ni ushauri wangu wa kwanza. Lakini pia ushauri wa pili, wapende sana walimu wako wa madrasa, kuwa na nidhamu nzuri, kuwa na nidhamu bora. Qur'ani inahitaji nidhamu. Qur'ani inahitaji kuwaheshimu wale ambao wanakufundisha hiyo Qur'ani, shikamana nayo. Jambo la tatu pia nakushauri kuwa na subra ndani ya safari ya kusoma, ndani ya safari ya kuifahamu Qur'ani, safari ya kuhifadhi Qur'ani. Kuna mambo mengi mno. Moja wapo, unaweza kawa unakosa muda mwingine chakula tu cha kupata iweze kula, au muda mwingine mtu sehemu unayotoka hapo kwenda kusoma kwa shekhe wako ni mbali. Kuwa na subra, muda mwingine nauli ipo, muda mwingine nauli hakuna. Basi kuwa na subra, tembea kaisome Qur'ani. Hivi vitu kivifanya ukafanya subra. Kuna subra za aina nyingi. Inawezekana ukawa unapata maudhi nyumbani, au inawezekana ukawa unapata changamoto yote madrasa. Kuwa na subra, Mwenyezi Mungu inshallah atakufungulia kitabu chake, utakifahamu vizuri na utakuwa zaidi na zaidi tofauti hata na sisi hivi tulivyo inshallah, kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Mwisho kabisa, na wapenda kuambia ndugu zangu Waislamu wenzangu, Tanzania wenzangu walioko duniani kokote pale walipo, Qur'ani haimtupi mtu. Ukishikamana na Qur'ani, Qur'ani itakunyanyua. Hapo ulipo ndugu yangu, kama hujihifadhi Qur'ani, kama hujui kusoma Qur'ani walau hata kwa kuangalia, usipoone tabu aibu kutafuta mtu akakufundisha Qur'ani. Qur'ani ndiyo mafanikio yako ya duniani na akhira. Tizama pale ambapo mtu hata anapowekwa kaburini, kaburi kikuwa na giza pale, mwanga unakuja wa nuru. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya Qur'ani. Shikamana na Qur'ani, Mwenyezi Mungu atakupa nuru ya duniani hapa tulipo, na atakupa pia nuru ya akhira. Mwisho kabisa pia nakushauri ndugu yangu, Mwenyezi Mungu kama kakuruzuku, usione tabu pia kutoa katika khairi. Toa riziki yako, itumikie Qur'ani. Wasapoti wale wanasoma Qur'ani, wasapoti walimu wa Qur'ani, wasapoti wale ambao wanahamasisha Qur'ani. Huu ni ushauri ninakupa, wallahi hutojuta na utafaulu milele. Shukran wa jazakumullahu khaira. Shukran sana Ustadh Abdul Malik. Mtazamaji na msikilizaji wa Ncha Kali Podcast, ni Ustadh Abdul Malik Ramadhani huyo kutoka Ibn Jazar, ndiye ambaye tulikuwa naye leo kwenye Ncha Kali Podcast, na kwa kufikia hapo tumeweza kusikia nasaha zake za mwisho. Tumuombe Allah tujalie tukazifanyie kazi ziweze kutufaa. Baada ya kusema haya, tuna la ziada. Hii ni Ncha Kali Podcast, msimu maalum wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Mimi naitwa Rajab Msami, nikusihi sana uendelee kufuatilia podcast hii kila siku ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Tunakuaga kwa kukwambia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah